السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akafikisha ujumbe wake, akalingania watu kwenye tauhidi, kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akalingania watu kwenye matangamano mema, wao kwa wao watangamane vizuri, watu wathaminiane, waheshimiane, mpaka kufikia hatua ya kusema tawadha'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin, tawadha'u hatta la yafkhar ahadun ala ahadin, hatta la yabghi ahadun ala ahadin wala yafkhar ahadun ala ahadin. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mafunzo yake muhimu aliyokuja nayo ni kuwafundisha watu namna ya kuishi, namna ya kuamiliana, mpaka akafikia kusema nyenyekeaneni, mpaka yoyote asimdhulumu yoyote wala asijifakharishe yoyote juu ya yoyote. Asitokee mmoja akamdhulumu mwenzake akaona yeye ana haki zaidi kuliko mwingine. Dhulma siku zote inaletwa na ubinafsi. Pale mtu anapotawaliwa na ubinafsi akaona yeye ndo anastahili mambo mazuri, yeye ndo anastahili vitu vizuri, yeye ndo anastahili maisha mazuri, yeye ndiye anastahili kupata mafanikio katika ulimwengu huu. Kwa wengine wote vyao vyote yeye anastahili kuvichukua hata kama wenyewe hawako radhi. Ndio dhulma inapotokea. Lakini ubinafsi huu unajengwa na kukosa unyenyekevu. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema nyenyekeaneni mpaka asimdhulumu yoyote. Yaani mtu yoyote asimdhulumu mtu mwingine yoyote. Halitopatikana hili la kutodhulumiana ila pale kila mmoja atakapojiona kwamba binadamu wote ni sawa na wana haki. Kila mmoja ana haki ya kupata kile ambacho yeye anastahili kukipata na anatamani kukipata. Na ndio maana katika hayo mafunzo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wahibba linnasi ma tuhibbu linafsika takun muslima. Wapendelee watu unachojipendelea wewe, utakuwa Muislamu. Manake Uislamu wako ukitaka kuupima
Kama kweli mimi ni Muislamu hasa ambaye nimesimama katika misingi ya Uislamu, basi hebu jitizame namna gani upo na wenzio. Namna gani nafsi yako unaiona na nafsi za watu wengine. Uko katika nafasi gani ya kutamani mafanikio na kuwatamania wengine. Ukiona unajitamania wewe mafanikio, huwatamanii na watu wengine, wewe jua bado hujawa Muislamu kamili. Hujasimama katika Waislamu waliosimama katika mipaka ya Uislamu kikamilifu. Na pengine akasema wa ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika takun mu'mina. Wapendelee watu unachojipendelea wewe, utakuwa muumini. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu imani, Uislamu vimejengwa katika misingi ya tabia zilizo nzuri. Ndio maana tukaambiwa tunyenyekeane. Tawadhu ndio kitu muhimu sana ambacho mtu atakiwa awe nacho. Ukiwa na tawadhu katika nafsi yako, basi wewe mengi mazuri utawafanyia watu. Ukiwa na tawadhu katika nafsi yako, basi wewe utaweza kuwasamehe watu. Na ukiwa msamehevu, jua kwamba wewe uko karibu sana na maghfira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukusamehe. Unyenyekevu ndio ambao unaondosha dhulma, lakini hata fakhri pia. Wala yafkhara ahadun ala ahadin, wala asijifakharishe yoyote juu ya yoyote. Fakhri mara nyingi inamfanya mtu kumdharau mwingine kwa kule kujifakhirisha, kujiona bora. Lakini fakhri pia inajenga chuki kati ya watu. Tunaona sisi tukisoma katika tarehe, matatizo mengi yametokea katika zama hizo kwa sababu ya fakhri. Hata miongoni mwa asbabu zinazotajwa za kuharamishwa kwa tembo, kutaka kutokea ugomvi mkubwa kati ya swahaba, lakini fakhri ilikuwemo nayo, ile kujifakhirisha. Wewe unapokuwa una fakhri, basi utasahau hata kuiendea akhira, bali utakuwa katika mbio za kujenga fakhri yako. Hata ile aya alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, kumewashughulisha nyinyi kujifakharisha kwa wingi wa mali mpaka mmekuwa katika makaburi. Aya hii inaonyesha kwamba mtu ambaye hupenda takathur, kuwa na wingi, akaweza kujifakharisha, basi huisahau akhira. Lakini kama ukiwa una tawadhu, yote hayo hutoyatafuta. Na siri ya kuwa na tawadhu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukunyanyua. Tawadhu, asema man tawadha rafa'ahu Allah wa man tajabbara qasamahu Allah. Mwenye kunyenyekea Mwenyezi Mungu humnyanyua. Ukiwa na unyenyekevu katika nafsi yako, unyenyekevu ule utajitokeza katika matendo yako. Na unapojiweka katika nafasi ya unyenyekevu, ukawa hujikwezi, basi Mwenyezi Mungu ndio hukukweza. Lakini ukiwa katika nafasi ya kujiweka juu, kujikweza na kujinyanyua, basi yatapatikana mengi ya kukuporomosha. Kasoro zako zitatafutwa sana, watu watazijua na zitajitokeza sana, kwa sababu kwa kujiweka juu tayari umejiweka mahali ambapo unaonekana sana. Mambo yako yako wazi sana, unaonekana sana. Matokeo yako hata kasoro zako zitakuwa kubwa sana na zitaonekana sana. Man tajabbara qasamahu Allah. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyetuletea Uislamu
sifa yake kubwa kabisa ilikuwa ni unyenyekevu. Ndio maana hata Mwenyezi Mungu akamwambia fabima rahmatin minallahi linta lahu, ewe Muhammad, wewe kwa sababu ya rehma itokayo kwa Mwenyezi Mungu umekuwa mlaini kwa hawa watu wako. Walau kunta faddan, wewe ungelikuwa na maneno mabaya, maneno yasiyokuwa mazuri, mgumu wa maneno, ghalidhal qalbi, mwenye moyo ulio msusuavu, moyo usio na unyenyekevu, moyo usio na huruma. Kwa sababu huruma huleta unyenyekevu na unyenyekevu huleta huruma. Vitu viwili hivi ni mutalazimani. Kama utakuwa wewe ni mnyenyekevu, utamnyenyekea Mola wako na utawanyenyekea waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi moyo wako unakuwa mwepesi, mlaini. Na moyo unapokuwa mwepesi, basi ni huruma hujengeka ndani yake. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiambiwa amekuwa mlaini, maana ulaini ule ni zile huruma alizokuwa nazo. Ulaini ule ni ule unyenyekevu alokuwa nao. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama angelikuwa ni mtu mwenye moyo mgumu, moyo wenye hasira, moyo usio na huruma, Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema kwamba kama ungelikuwa hivyo hawa wangelitawanyika hawa kutoka kando kando yako. Na je, unaonaje kama wangelitawanyika watu wasingekaa karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam? Dini hii tungeliipata wapi? Ingelitufikia leo? Ni kitu ambacho kisingeliwezekana. Mpaka leo sisi kuwa ni Waislamu tukutana kama hivi, tukafurahi, tukakanyana, tukaonyana, lakini ni kwa sababu wapo watu waliokuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao waliyapokea mafundisho yake, wakawapokeza wengine, na wale wakapokeza mpaka yakatufikia sisi. Kwa hii aya moja kwa moja inasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam asingelikuwa na huruma, dawa yake isingelifanikiwa. Asingelikuwa na tabia nzuri, dawa yake isingelifanikiwa. Na dawa yake isingelifanikiwa, leo katika ulimwengu huu kusingelikuwa na Muislamu hata mmoja. Kwa hiyo tunatakiwa tumuige Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mafungu ya nafsi yake ameyaweka mbali kabisa. Fungu la nafsi yake, nikisema fungu la nafsi yake, maanake yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hajitazami tena heshima yake, hajitazami tena haki zake. Alikuwa anaweza akaja mtu akamsemesha Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa maneno ambayo hayakustahiki kuambiwa mtu kama yeye, lakini asikasirike. Kama tunavyofahamu kwamba katika vita, miongoni mwa vita, kama ninakumbuka vizuri, itakuwa ni Ghazwat Hunain, baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kupigana akapata ghanima nyingi kabisa, wakaja wale watu wasusuavu wakamzonga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kuwa amekushagawa ghanima kwa baadhi ya watu muallafa, aliona kwamba hawa wakipewa watakuwa na nguvu katika Uislamu wao, wataslimu watu wao, na kuna wengine walikuwa hawajaslimu na wakapewa wakaslimu. Baada ya kufanya hivyo, basi wapo sasa hasa Arabu, wale watu wa vitongojini, wale vijijini, walikuja wakamzonga, bwana tugaie, mpaka ule nguo yake ya juu ya kujiamika ile ikachukuliwa na mti wa mwiba. Kasema, nirudishieni jamani nguo yangu.
Naona alikasirika? Hakukasirika, bali aliwaeleza maneno yanayoonyesha kwamba yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kupa miongo ghanima zile. Kwamba mimi hapa nina khumsi tu, mimi na ahali zangu, lakini hii yote siwezi kuwa na chochote ambacho sikukigawa mimi hapa. Huyo ndiye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sifa zake sana kubwa ilikuwa ni unyenyekevu na kuupa miongo ulimwengu. Ukishakuwa mnyenyekevu na ukaupa miongo ulimwengu, basi mengine yote yatakuja kwa urahisi sana. Ulimwengu, kujaza mapenzi ya ulimwengu katika moyo, hili ni jambo ambalo linaharibu sana. Ukishaupenda ulimwengu wewe Muislamu, basi mapenzi yale yatakupeleka katika kufanya yasiyofaa, yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyaharamisha. Kwa sababu mapenzi yana kawaida ya kumpeleka yule apendaye mbio na kumuelekeza kusikofaa. Hilo ndio jambo la mapenzi lilivyo. Utakuta hata kama wewe mtu anampenda mke sana kupindukia, basi anaweza akafanya mambo mengine ambayo asingeliweza kuyafanya, lakini atayafanya kwa shinikizo. Na ni hivyo hivyo ndio maana tunaambiwa hata mabinti zetu tuwaozeshe kwa watu ambao wanamurua na dini. Idha atakum man tardawna khulqahu fazawijuhu. Akiwajilia mnairidhia tabia yake muozeni. Hakuna tabia inayoridhiwa ikiwa haina dini, sio? Lakini kwa sababu gani? Ukimuoza binti yako kwa mtu ambaye hana tabia, hana dini, basi binti yule mbali ya kwamba atakwenda kuishi kwa mateso kwa mtu mwenye tabia mbaya, lakini kama ana dini, basi jua tayari dini yake umekwishaitupa. Maana huyo ni mpenzi wake, atajazwa mahaba ya kumpenda. Matokeo yake atakuja kuambiwa kwamba mavazi unaovaa kujisirisiri, unajifunika funika nini bwana? Atakuja kushtukia binti yako anatembea kichwa wazi. Lakini kwa sababu gani? Ya mapenzi. Kwa hiyo ukiupenda sana ulimwengu, utakupeleka katika kutafuta ulimwengu, utakupeleka katika kudhulumu, utakupeleka kwenye fakhri na hamasa, utakutoa kwenye unyenyekevu. Utakuwa unataka ubwana. Sababu katika ulimwengu, katika vitu ambavyo ndio vitu vya kidunia, ni mtu kuwa bwana mkubwa. Waweza jikuta wewe ni bwana mkubwa wala hujaa bwana mkubwa, huna ubwana wowote. Huna pesa, huna ilmu, huna umri mkubwa, huna maisha mazuri, lakini unaweza ukajikuta unasema mimi maskini jeuri bwana. Sasa wewe ujeuri wako utasaidia nini na umaskini wako? Lakini hiyo ni sababu gani? Ya kukosa ile tawadhu. Itoshe kabisa kwamba tunaambiwa kwamba lau si unyenyekevu, lau si tabia nzuri na ulaini wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, asingelikuwa na mtu kando kando yake. Na kama asingelikuwa na mtu, dawa yake isingelifanikiwa, na hata sisi leo tusingelipata Uislamu. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliweza kuishi na wanafiki, watu ambao wamedhihirisha Uislamu lakini kwa hakika sio Waislamu. Akasema kwamba yeye anachukua dhahiri zao na anaitegemeza batini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
na hakuna watu waliomtesa Mtume sallallahu alayhi wasallam kama wanafiki. Mtume aliteseka Maka kwa wale makafiri, wakamsumbua walivyomsumbua, wakampa shida hizi na zile, lakini yale ilikuwa ni maudhi na mateso yaliyotokana na watu ambao kila mtu anawajua kwamba hawakuwa Waislamu na walikuwa wakifanya vile kwa ajili ya kuizuia dawa yake. Mateso yale na maudhi yale ni mepesi sana kuliko maudhi ya kuudhiwa na watu ambao uko nao. Mkikaa mazungumza hivi, lakini wakitoka hapo enda kusema yakuluna huwa udhun, katika kumsengenya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wanakaa wanamsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wakiondoka hapo wanakwenda kusema vingine. Wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kiasi cha kusema kwamba hata wacheza shere tu wale. Je, kuna kitu kibaya kama mtu kukucheza shere? Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na kwamba alikuwa akiwajua wanafiki, lakini alikuwa akenda nao vile vile kwa uvumilivu, kwa subira. Lau kama angeliwachukulia hatua wao tu kwanza, tayari ilikuwa ni tatizo. Ingeambiwa angalieni bwana, Muhammad anaua watu wake, nyinyi mnaingia kwenye dini ya Muhammad. Si mmeona juzi kaua watu wake wangapi? 3 kawachinja. Kama wangelichinjwa wale wanafiki. Kwa hiyo hata wengine mpango wa kuingia kwenye Uislamu pia wasingeliingia, lakini kwa kuwavumilia wale wanafiki na bughudha zao na matatizo yao, paka ikampelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam kusimama mimbarini baada ya mkewe kuzushiwa balaa kubwa la zinaa, likaenea kweli kweli, paka na baadhi ya Waislamu wakaingia katika kuyazungumza yale. Sasa hebu angalia wewe Muislamu, kuna hikma gani? Maneno yale yamezushwa na wanafiki kina Abdullah bin Ubay bin Salul, lakini walioingia kuyasema sema Waislamu safi kama kina Hassan bin Thabit na nani yule mwingine yule mpwa wa Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu, Mistah, hawa watu walikuwa watu watatu ambao waliyazungumza maneno haya, lakini ilipokuja aya ya kuchapwa watu viboko 80 kwa kutamka kwa nini, kwa sababu ya nini, ya kadhafu, walichapwa hawa watu watatu ambao tukifuatilia historia yao ni Islam safi, lakini wapo wanafiki chungu mzima, na hasa waliolizusha hili ni wanafiki, lakini hakuna aliyechapwa viboko vile. Kwa vyovyote itakavyokuwa, sababu zozote zitakazokuwa, lakini ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam jambo la wanafiki alikwenda nalo kwa uvumilivu wa hali ya juu sana, na asingelifanya hivyo basi jumuiko lake lingeteteleka siku moja. Angalia katika tukio hili baada ya Mtume kupanda mimbari akasema may ya'dhiruni fi rajulin adhani fi ahli, nani atakayenipa udhuru mimi katika mtu ambaye ameniudhi katika ahli zangu? Akatokea mmoja katika
Ansari, alikuwa ni Ausi huyo. Akasema bwana, tupe amri yako, tutamkata shingo. Khazraji mmoja akasimama asema huwezi kufanya hivyo. Ausi mwingine amwambia wewe mnafiki, wamtetea mnafiki mwenzio. Huyo alikuwa Muislamu mzuri, ni Saad ibn Ubada. Ambao wewe sasa wamtetea mnafiki mwenzio, tutafanya amri ya mtume. Zogo likazuka sasa, gogi limeibuka. Wale Waislamu, shaitani ameshaingia katikati na ameharikisha lile gogi lile. Nikisema gogi si kama naeleweka, ange maji tangu yuko. So hata kishambaye. Nani? Zile kani zile zikaibuka kila upande. Hawa watu wa upande huu wasema huyu mbona kasimama kusema hivi? Anakusudia kwa sababu huyo ni Mkhazraji, anataka kuleta habari zake hapa za Ausi. Na hawa nao akaibuka yule akampinga huyu. Huyu naye huko aona yani huyu Mkhazraji yeye mtume kafanyiwa hivi, alafu yeye na wao wakaibuka. Kwa hiyo hata ule umoja wao wa Kiislamu kidogo uwekwe kando. Lakini angalia subira ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Swala lile liliishia pale pale. Kateremka mimbarini, kenda akawatuliza mpaka wakatulia, fitna ile ikawa Sasa unaona hapo amesamehe fungu lake yeye kwa ajili ya muunganiko, mshikamano na umoja wa Waislamu. Kasahau fungu lake yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kuona sasa watu waleta uzalendo, kila upande wanasimamia kwenye uzalendo wa kabila lao, kaona haya ndo tusiyotaka, haya ndo yasotakiwa. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Mwenyezi Mungu kishazoesha kati ya nyoyo zao, kwa isipatikane jambo jingine lolote la kuweza kuwafarikisha tena. Maana sasa hawa Aus na Khazraji wakishaingia vitani, je, Muhajirina nao ambao mtume ndo mtu wao wamekuja naye, Aisha ni mtu wao, ni mtoto wao, ingekuwaje na wao? Wangeamua kwamba na sisi hatukubali. Lakini pale Mtume sallallahu alayhi wasallam amesamehe, atukaniwe mkewe, afanyweje, atokee mtu akatae yule aliyemtukania mke kuchukuliwa hatua yoyote, alafu yeye yote akayasamehe na akajua kwamba kitakachotokea hapa si kizuri kwa Uislamu. Funzo kubwa sana tunalipata sisi Waislamu wa leo. Sisi Waislamu viongozi na waongozwa. Wewe kama kiongozi watakiwa uyabebe yote. Anayekupenda, asiyekupenda, wote wapakate. Wachukue wote na tabia zao zote. Hata kama mtu atakuja kukutukana matusi ya nguoni, lakini ukitoka pale asamehe yote, muendelee na safari. Hakuna mtu asempenda mkewe, si ndio? Na heshima ya mtu iko kwa mkewe. Basi hata mtu akutukania mkeo, lakini bado umsamehe. Siona Mtume na Bibi Aisha bwana, kuna tusi kubwa zaidi ya kuambiwa mama yule kazini, mke wa Mtume kazini, lakini amefanyaje? Yote ameyasahau kabisa, ameyaweka kando. Watu waendelee na umoja wao, wasubiri hukumu gani Mwenyezi Mungu ataleta.
Na mwisho hata katika viboko pia wakachapwa hawa Waislamu safi. Kwa nini waseme? Kwa nini wayazungumze maneno haya? Wao walioyazusha wanafiki watakutana adhabu ya akhera. Sasa leo sisi Waislamu tuko mbali sana na mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliye kiongozi hataki hata kushauriwa. Aliye kiongozi hataki hata kuudhiwa. Yeye ataka aengwe anabebwe juu namna hii. Ataka watu wote wampende, wote wamtii, wote wamuheshimu. Kitu ambacho hakikuwa. Nimsikia kinywani kwa Sheikh Muhammad ibn Ayub akisema kwa Nabii Musa alayhi salam alimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apendwe na watu wote, lakini akamwambia Musa, umeomba kitu si kukiumba mimi. Mtu kupendwa na watu wote, hata mimi niliyewaumba viumbe wote, lakini wengine pia hawanipendi, wanishirikisha, atakuja kuwa wewe mwanadamu. Sasa wewe kiongozi unataka watu wote wakutii, wote wakuheshimu, haiwezekani. Kama misikitini humu ingekuwa tunaishika sera hii, basi humu msingetokea fuja. Lakini na hawa wanaoongozwa nao pia wana matatizo yao. Watu waweza kuwa na maugomvi yao huko waleta msikitini. Yule nani mwanakamati afai aondoke. Akiondoka mwingine naye, kwa nini yule kaondolewa? Hatukubali. Tunajenga kwetu msikiti. Na pengine sio kujenga msikiti. Hapana, hapa lazima watoke hao msikitini. Ugomvi, mgogoro mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu tu mtu fulani kwa nini katolewa. Kama katolewa kwa haki, wewe una shida gani na yeye? Kwani ibada bila yeye haisihi? Na pengine pia hakutolewa kwa haki, lakini kumeanza figisu ambazo zina sababu zake nyingine. Kwa nini hizo sababu nyingine watu hawasameheani yakapita? Waweza ukakuta mahali hata madrasa hizi. Madrasa si ndio sehemu ambayo haina starehe hata kidogo, ni dhiki tu. Madrasa ndo mahali mwa dhiki. Wewe ukitaka kupata dhiki kuwa mwalimu wa madrasa. Lakini unaweza kuta yule mwalimu wa madrasa aliye na dhiki, kuna watu hawamtaki, wataka wape mwingine. Huyu waliye naye hawamwezi, hawamlei vile inavyostahili. Lakini wataka aondoke aje mwingine, wapewe mwingine. Sababu zake ukenda ukifuatilia hakuna sababu za msingi. Utambua sijui alisema msikitini kawasema watu vibaya. Sijui kwenye chama sijui cha kuzikana sijui imekuaje kafanyaje. Jamani. Hilo. Lakini ukifuatilia sana kuna sababu tu ya mtu mmoja wawili, sababu binafsi. Basi wewe shekhe zasumbuliwa wewe abadilishwe. Jamani, kaeni kwanza, tunataka uhakika kama nyote mumtaki au vipi. Abadilishwe. Siku kimbadilisha tu kuna wengine wanasema kwa nini abadilishwe? Kwa nini mwalimu wetu kaondolewa? Sasa jamani, nyinyi kweli mko kwenye dini au mko kwenye mambo ya klabu za Simba na Yanga? Basi anzisheni klabu za mpira, sio madrasa. Kwanza itakuwa ni adabu mbaya. Nikisema adabu mbaya sio kama nafundisha adabu, kwa sababu adabu ni jambo lolote ambalo liko sawa na utaratibu. Lakini kinyume na utaratibu si adabu ya jambo lile. Kuna adabu ya kula, kuna adabu ya kulala, kuna adabu ya kutembea. Si ndio? Sasa kila kitu kina adabu zake. Maana tukisema adabu mbaya maana yake utaratibu mbaya. Kutokwenda sawa na utaratibu. Kama mimi mmekupa mwanangu, huyu bwana mpe kazi yako akufanyie kazi fulani.
Kesho nimekuja nakwambia mwanangu huyu namtaka nikupe mwingine. Wasema kwa nini nibadilishiwe? Kwani mwanao huyu mwanafunzi wako umemsomesha wewe? Sasa mbona kwa nini ubadilishiwe? Ni wa kwako huyu. Wewe wajua alivyosoma. Mimi ndo niliyekupa, ulikuwa humjui. Leo sasa nakubadilishia, nasema nakupa huyu mwingine. Unaponikatalia una maana gani? Lakini sababu gani? Kwa sababu kwamba itakuwa kuna fulani alikuwa hamtaki, sasa akiondoka yule fulani atakuwa kashinda, sikubali. Kwa nini ashinde? Ushaitani umetawala katika vijiji vyetu, madrasa zetu. Lakini tukifuata kwa hakika mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukawa na unyenyekevu na tabia zetu zikawa nzuri, yote hayo hayatakuwepo. Hata kama kweli ni fulani alikuwa hamtaki, maadamu ameeleweka kaletwa mwingine, basi alopita si nywele tugange yajayo. Utamkuta mtu aje na hoja, sasa na huyu naye je akimuudhi si atataka naye aondoke? Ni hapo akitaka aondoke. Wewe siku zote kwanza ulikuwa wapi? Kumbe ulikuwa waona kwamba huyu anambugudhi huyu mwalimu, lakini ulikuwa useme, uko kimya. Kwa nini uko kimya? Kwa sababu hao walimu si watu wa kuchezea chezea tu. Kwa muache tu achezewe na nini hapa, basi afanyiwe mambo ya ovyo mpaka mwisho sasa atakiwe kubadilishwa. Lakini siku akibadilishwa hutaki. Mbona pale alipokuwa akidhalilishwa kulikuwa kuna ishara kwamba huyu mwalimu adhalilishwa, hapendezi? Kwa nini ulikuwa huendi kusema kwa bwana tunaomba kuna kitu mkitengeneze pale? Kuna mtu fulani, basi awe ni kiongozi, awe ni mzee, awe ni nani, huyu bwana hampendi yule kijana wetu, anamweka katika mazingira 1 2 3, tuaomba msaada wenu. Hilo ndio lilikuwa sawa. Lakini sasa wewe umekaa huko mpaka siku ya mwalimu naye kachoka, kaona kwamba mzee bwana hapana bwana usinifanye hivyo bwana, mimi hilo hapana, mtoto mjeuri aondoke. Na mimi nimekujaambiwa mtoto mjeuri na mtu mzima, mtamwacha mjeuri kwenye madrasa? Tabiri muondoe. Nikimuondoa waje wasema kwa nini? Mwalimu wa pili sasa huyu. Ulikuwa wapi mpaka wabadilisha walimu wawili wewe? Ni ushaitani tu, wacheni. Wal kamalu lillahi wa billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.